Kuna hii hapa picha ambayo iliwekwa na Masoud Kipanya. Kama kawaida yake, yeye ni artist ama mchoraji wa katuni. Sasa aliweka hii hapa katuni ya joka la kaki, likiwa limezingirwa na vimti vingi, si ndio bwana? Na joka hapo linaonekana limechoka, limetoa ulimi, umeelewa vizuri. Sasa hii imetafsiriwa na Boniface Jacob, si ndio? Tunakumbuka huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika ukanda ule wa Pwani, si ndio? Sasa yeye amekuja kuitafsiri hii hapa katuni ya Masoud Kipanya kwa uelewa wake. Ameandika joka la kaki kwenye mabano fasihi. Msanii wa sanaa ya uchoraji wa picha fikirishi Masoud Kipanya ametupa jiwe la fikra kwenye bongo za wanafasihi. Kila mwenye kutazama apate tafsiri kwa kadri ya uwezo wa ubongo wake. Mwalimu Boniface Jacob nimetafsiri hivi: 1. Joka la kaki. Hiki ni chama cha siasa kinachovaa sare zenye rangi ya kaki kombati nchini Tanzania. 2. Ukubwa wa joka. Ukubwa wa hicho chama katika siasa za Tanzania na uwezo wake kukabiliana na changamoto za mazingira ili kuishi. 3. Urefu wa joka. Ni mtandao wa chama kuenea kila sehemu, mjini na vijijini, kama ishara za ukongwe wake katika siasa za Tanzania. 4. Wingi wa vizuizi na vigingi. Changamoto anazokutana nazo joka kwenye mabano chama za kila aina na nyingi za kutosha. 5. Kuchomoza kwa kichwa. Kupenya na kufanikisha mitego na vizuizi alivyowekewa ili kukwama na kushindwa kupita, lakini joka la kaki ama chama kimepita. 6. Ubutu wa vizuizi. Dalili kuwa sio miti ya kawaida ya msituni au porini, bali ni vizuizi vya kutengeneza na binadamu, sio vya asili. Vizuizi hivyo ni ishara kwamba vinatengenezwa na wapinzani na maadui wa joka la kaki ili kulikwamisha. 7. Ulimi mrefu upo nje. Ni ishara kuwa joka lipo makini katika kunusa hatari na kutafiti mipango ovu dhidi yake kabla haijamfikia karibu na kumzuru na kugundua wasaliti na kudeli nao. 8. Macho ya joka kusinzia. Yanaonyesha kusinzia kama ishara ya uchovu dhidi ya mapambano yale ya kujikwamua na kuhakikisha linahitimisha safari yake salama. 9. Vizuizi vingi kuwa kati na pembeni kuwa wazi. Ni ishara kuwa joka lilikuwa na njia mbadala wa kupita kabla halijachagua hii yenye vizuizi vingi kwa kupita pembeni. Kupita katikati ya vihunzi kunaweza kutafsirika kama uimara wa joka, na likifanikiwa kuvuka litakuwa limeimarika zaidi kuliko lingeamua kupita pembeni kirahisi. 10. Ardhi ya tambalale. Ni ishara kuwa joka linakubalika zaidi kwa wananchi ama ardhi, na kwamba wananchi hawana shida nalo. Kama sio vihunzi, joka lingekuwa limefika mbali sana katika safari yake huko liendako, kwa ushirikiano anaopewa na wananchi kwa maana ya ardhi, si ndio? So yeye ametafsiri hivyo na ametoa hizi hapa tafsiri 10 kwa kutokana na hii hapa picha ambayo imechorwa na Masoud Kipanya, akionyesha joka kubwa hilo likiwa linavuka kwenye miti hiyo hapo, umeelewa vizuri, iliyochomekwa hapo. Huyu anasema joka la kaki linapenya to despite the odds. Kila kukicha viunzi vipya ndivyo ujasiri unavyoongezeka. Kwa hasira zaidi
mpaka huyo anayesimika vigingi vimushie, kisha alimkamate mbaya wake na kumgeuza kitoweo. In hot pursuit of his political opponent despite all the odds. Okay, yeye amezungumza hivyo. Huyu anasema nyongeza, kwa kuwa joka ana kawaida ya kujivua gamba, hivi vizuizi madalali wanaokihama chama, yeye ameweka kwenye mabano hivyo, badala ya kulizuia joka vitalisaidia joka kujivua gamba na kupita likiwa jipya na ngozi mpya badala ya lile gamba la zamani. Huyu anasema asante mwalimu kwa kunifungua fikra. Yaani niliangalia hii katuni nikajisemea, wakati mwingine hata kipanya mwenyewe hawezi kutafsiri katuni zake. Emoji ya kucheka. Hapa anasema huyu anasema hapo ana mzungumzia Bestinaso anavyopita chaka tu chaka. Yaani kihistoria Bestinaso sio wa kwanza kufanya hivyo, kwani kuna msanii wa zamani hadi jina lake alijiita Ivan Chaka Chaka. Okay? Huyu anasema fasihi waweza kuwa kinyume na mtunzi, lakini hata yeye anaweza kukubali umetafsiri vizuri kuliko hata ambavyo yeye angetafsiri, hata kama kuna tafsiri tofauti. Ama kwa hakika hapa Boniface Jacob umeweka kwa mzani kweli kweli. Okay, huyu anasema hii katuni ya leo ina contradict, maana nyoka anatumika sana kueleza usaliti au danganyifu. Hata kwenye vitabu vya dini iko hivyo. Nyoka alimlaghai Eva. Lugha ya nyoka inachanganya, maana swali linabaki kuwa je, baada ya kuvuka viunzi anaenda kuwasaidia watu au kuwagonga? Wanasema vizuizi mnajiwekea nyie wenyewe, mnashindwa kupambania demokrasia mkiwa kwenye uwanja mpana wa uchaguzi. Nyie mnasusa. Huoni hapo kama Tundu anatumika kuua chama? Anasema mnamwamini kwa sababu tu ya hayo majeraha ya risasi, lakini yeye ndiye joka ndani ya Chadema. Okay, so anasema Groku is the current political situation between CCM and Chadema. What does this photo mean? Ameuliza swali hapo. Ameuliza Groku, si ndio bwana? Okay, anasema litashinda tu licha ya viunzi vipya kila kukicha. Anayepambana naye mwoga sana. Wanasema tubishane kwa hoja na sio kwa kuhamasisha uasi watu kuandamana. Ukumbuke anayekuhamasisha uandamane anatembea na passport kikinuka huyo Ubelgiji. Je, wewe na familia yako mtakimbilia wapi? Okay, sawa. Kwa hiyo ndo hivyo. Comment ni nyingi kweli na kila mmoja amezungumza kwa upande wake. Mtazamo wako ni nini kuhusiana na hii hapa katuni ambayo Boniface Jacob yeye ameitafsiri hivyo? Wewe unaitafsiri vipi? Hii hapa ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.